Mwaka yote tuko na njaa tu, hakuna kitu nasaidia sisi, hakuna kitu, chakula yetu ni kidogo tu, hata mvua hakuna, tuko na njaa, karibu mtu anakufa na njaa. Mara kwa mara tunapata jilali, na hii jilali sio kitu kipya, ni jambo tumezoea. Kwa bahati mbaya tunaelekea mahali hatari, kwa sababu kwa wakati huu hakuna maafa, lakini tunaelekea, iko dalili. Mifugo wetu wengi waliisha jilali uliopita, na sasa tuko na mifugo wachache. Ile tulikosa mbeleni na jilali yanaendelea, na ile kidogo umepaki unaendelea kupoteza, tunagopa. Mara kwa mara kaunti ya Marsabit hutangazwa kuwa katika hali ya dharura ya chakula na maji kutokana na athari za kiangazi zinazosababishwa na mabadiliko ya tabia nchi. Kila mwaka misaada ya vyakula hutumwa, mvua inyeshe au ifeli kunyesha, na kila mwaka maelfu ya wakazi husubiri kwa hamu msaada huo ili waweze kuishi, na hayo yamekuwa maisha ya kawaida kwao. Licha ya kwamba hali hii imekuwa ikiwakumba wakazi wa Marsabit kwa miaka na mikaka, serikali haijaweka mikakati ya kudumu ya jinsi ya kukabiliana na athari za kiangazi. Viongozi wa kisiasa kutoka Marsabit wamekuwa wakipaza sauti zao pindi tu kunapotokea hofu kwa maisha ya binadamu na mifugo yao. Karibu kwenye makala Kisunzi cha Njaa Marsabit. Jina langu ni Caroline Waforo. Mamlaka ya kukabiliana na majanga nchini NDMA tawi la Marsabit limeeleza kwamba angalau watu 1.5 wamo katika hitaji kubwa la msaada wa chakula na maji. Ripoti hiyo ikiwa ndiyo ripoti ya hivi punde zaidi kutolewa na serikali kuhusu hali ya kiangazi nchini. Ili kuelewa hali halisi ilivyo mashinani, naelekea katika kijiji cha Garbi, kaunti ndogo ya Sololo, eneo bunge la Moyale. Safari ya masaa 3 kutoka mjini Marsabit. Upepo mkali unavuma. Kwa wakazi wengi upepo huu ni ishara ya kiangazi kilichozoeleka. Nakutana na mama Butio Molu Oba, mama ya watoto 5. Anaeleza kwamba kwa sasa familia yake hula mlo moja tu kwa siku, na mara nyingine hulazimika kulala njaa kutokana na ukosefu wa chakula. Tuko na shida ya njaa, ya maji, ng'ombe inakufa, hakuna maji na kunywa, na watu hakuna maji na kunywa. Tunakula mara moja tu, mara moja, hakuna chakula, tunapata mara moja, saa nyingine hata hiyo hapati. Mama Oba ananieleza hali hii si ya leo. Ni hali ambayo imekuwa ikijirudia kila mwaka wakati wa kiangazi. Kwake njaa si tukio la dharura, bali ni sehemu ya maisha ya kawaida na kwa jamii pana. Mwaka yote tuko na njaa tu, hakuna kitu nasaidia sisi, hakuna kitu, chakula yetu ni kidogo tu, hata mvua hakuna, tuko na njaa, karibu mtu anakufa na njaa sababu ya maji, sababu ya njaa. Serikali yasaidie sisi, njaa mbaya sana. Katika kijiji hichi nakutana na mama Fatuma Wario, mwenyekiti wa maendeleo ya kina mama Sololo. Anasema wanawake hulazimika kutembea masafa marefu kutafuta maji kila msimu wa kiangazi. Mara kwa mara tunapata jilali, na hii jilali sio kitu kipya, ni jambo tumezoea. Kwa bahati mbaya mara kwa mara, na hii jilali wale wanaumia zaidi ni wamama na watoto. Serikali waangalie mambo ya chakula, waangalie hata mambo ya maji, kwa sababu wamama wameumia zaidi. Tunaelekea mahali hatari, kwa sababu kwa wakati huu hakuna maafa, lakini tunaelekea, iko dalili. Hali ni sawa na eneo hilo tunapowasili katika kisima cha Jilowako. Maji kutoka kisima hiki yanatumika tu kwa mifugo kutokana na wingi wa madini ya chumvi ambayo sio salama kwa matumizi ya binadamu. Hapa nakutana na Mzee Boru Jilo, mfugaji kutoka kijiji cha Garbi, ambaye amewaleta mifugo wake kukata kiu. Akionekana mwenye msongo wa mawazo, mzee huyu anaeleza kwamba katika msimu uliopita wa ukame aliwapoteza zaidi ya ng'ombe 60 kutokana na makali ya kiangazi. Anahofu huenda hali hiyo ikajirudia tena, kwani serikali haijaweka mikakati ya muda mrefu
ya kuwakinga kutokana na athari za kiangazi. Sisi watu wanategemea mifugo. Hiyo mifugo wetu wengi waliisha jilali uliopita, na sasa tuko na mifugo wachache. Ile tulikosa mbeleni na jilali anaendelea, na ile kidogo umepaki unaendelea kupoteza, tunagopa. Inaona watu wanategemea mifugo, hakuna chakula yao ni mifugo. Mifugo hauna chakula, inaisha, hakuna maji, inaisha. Na sisi pia tunaendelea kuisha. Binadamu pia tunagopa, wacha mifugo. Na sasa tuko hali ya mbaya kwa sababu ya maji. Hakuna mtu anatuangalia. Anachokisema kinaonyesha kwamba wafugaji wengi hasara hizi zimekuwa za kawaida mara kwa mara. Katika kisima hichi cha Jilowako nimeambatana na Abdikadir Huka, mwenyekiti wa kamati ya maji Sololo. Anasema kuwa wakazi wanategemea visima vyenye madini ya chumvi japo kwa kiwango cha chini baada ya bwawa la Ramata kukauka, hali ambayo imekuwa ikijirudia bila suluhisho la kudumu. As far as water is concerned, we need assistance, we need help. I think hakuna mafunzo tungepata zaidi ya ile mafunzo tumepata wakati ya kiangazi ambalo zilizopita. Wakati tumekosa mifugo yote, ng'ombe, mbuzi, hata ngamia walikufa. We should have learned from that, and the government should have taken action even before we reach this situation. Sasa between that drought and hii, sioni juhudi ya serikali. Hizi visima ni zile sisi tuko nayo tu hapo mbeleni. Ile silanga ni zile tu. Sasa kama hiyo silanga ya Sololo, my mother a long time back alikuwa anaendea hiyo silanga. My wife anaendea hiyo silanga. Sasa my daughter is also going to that silanga. That is not development. Baadhi ya wazee katika location ya Sololo wanasema kwamba changamoto hizi zinahitaji mipango ya muda mrefu badala ya kusubiri misaada ya dharura kila mwaka. Galm Dabaso ni mzee kutoka location hiyo. The government should have taken this thing on a very serious note, kwa sababu ninaona kila wakati ya mvua hapa Sololo tunakabiliwa na floods. Maji inatoka kutoka milima ya Ethiopia, na hiyo milima yote ni maji. Wakati zinakuja maji inakuja inapita, but then the government could not even realize that this water could be used and tapped to be used for the future, kwa sababu baada ya mwezi moja mwezi mbili baada ya maji imepita, hali ya kiangazi inaanza tena. Why should they wait for the emergency? Emergency yani inatokana na nini? You pump a lot of money into emergency, and yet you don't pump a lot of money into the boreholes. Hiyo maji ingalikuwa tap into mega dams around 4-5 along these lagers, all along within this Sololo sub-county. Saa hii hatuwezi kuzungumza mambo ya emergency. Saa hii hatuwezi kuzungumza kwamba watu hawana maji. Wanaharakati kama Nuria Golo wanasema kwamba ukame hauwezi kuepukika, lakini athari zake zinaweza kupunguzwa kwa mipango ya muda mrefu. Kuna report inapeanwa na NDMA inaonyesha ukali wa kiangazi vile tunaendelea. Hatua mara nyingi inachukuliwa baada ya mambo kuharibika, pengine mifugo sikufe, binadamu waangamie, wanyama waishe, watoto watoke kwa shule, ndio hatua inachukuliwa. Vile tunaona matokeo kutoka NDMA ama ripoti tunapata kama serikali kuu na serikali ya kaunti pia. Ningeomba njia ya kutatua hii shida iwe mapema, kwa sababu ikikuja dakika ya mwisho wale wataangamia ni wengi, wale wanahitaji usaidizi ni wengi. Mkurugenzi wa mamlaka ya NDMA tawi la Marsabit Guyo Bulicha anasema kwamba huenda hali ikawa mbaya zaidi katika siku chache zijazo endapo hatua za haraka hazitachukuliwa. Aidha, anasema kwamba mikakati ya muda mrefu ya kukabiliana na athari za kiangazi inawezekana katika kaunti ya Marsabit. Tujue ya kwamba climate change is real and we must move with it, na lazima tujipange. Mpangilio wetu hiwe kapambe kabisa, ikifocus mainly pande ya maji, ambayo kwa sasa shida kubwa katika kaunti yetu ni maji, hata sio lishe, sio nyasi. Kwa hivyo lazima tuhakikishe ya kwamba maji long term solution. Every settlement area ambayo tuko nayo katika kaunti yetu ni mzuri uwe na permanent water source. Ikiwa na permanent water source, shule, jamii na health facility ambayo iko inaweza shughulikiwa. Lakini pia kwa rangeland yetu lazima tuwe na mabawa kubwa. It is very possible. Serikali ya kitaifa ilitangaza kwamba itatoa shilingi bilioni 4 kila mwezi katika jitihada za kukabiliana na athari za ukame unaoshuhudiwa katika sehemu kadhaa nchini, ikiwemo kaunti ya Marsabit. Aidha, serikali hiyo
imeanza kutoa chakula cha misaada kwa waathiriwa na lishe kwa mifugo. Lakini hii sio suluhisho ya muda mrefu. Kwa wakazi wa kaunti ya Marsabit, kiangazi sio habari mpya, bali yamekuwa sehemu ya maisha yao. Wakazi humu wanahitaji uwajibikaji kutoka kwa serikali kuu na ile ya kaunti ya Marsabit kwa kuweka suluhu ya muda mrefu. Hadi wakati tena tutakapojumuika katika makala mengine, ni kushukuru sana kuwa nami kuanzia mwanzo hadi mwisho. Kutoka Marsabit, nimekuwa mtayarishi na msimulizi wako Caroline Waforo. Makala ya Kisunzi cha Njaa Marsabit yanatia nanga. Kwa heri.